Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa Zone Media. Jina langu naitwa Victor Moshi na bado mtazamaji nazidi kukujuza yale ambayo yanajiri katika ukanda wa Mashariki ya Kati, ambapo hatimaye sasa Hamas imeweza kuachilia mateka wote 20 walioko hai, ambapo kufikia saa 6 ilikuwa ndio mwisho wa kuweza kuachilia mateka hao. Makubaliano mapya ya ubadilishanaji wa wafungwa kati ya Israel na kundi la Hamas yamezaa matunda baada ya mateka 20 kuachiliwa huru kutoka ukanda wa Gaza. Hatua hiyo imethibitishwa na vyombo kadhaa vya habari vya kimataifa vikiwemo Al Jazeera, Reuters, The Guardian pamoja na Axios. Kwa mujibu wa taarifa ya Al Jazeera, mateka 20 wameweza kuachiliwa ambao walikuwa wakishikiliwa kwa zaidi ya miaka 2 tangu kuanza kwa vita kubwa kati ya Israel na Hamas. Wakati huo huo, serikali ya Israel imetangaza kuwa itawaachilia pia wafungwa wa Kipalestina waliokuwa gerezani kama sehemu ya mpango wa kuboresha hali ya kibinadamu na kupunguza mvutano uliodumu kwa muda mrefu. Reuters pia imeripoti kuwa mchakato huo wa kuachia mateka ulianza mara baada ya ndege ya rais wa Marekani Donald Trump aliyepo Israel kwa ziara ya amani kutua mjini Tel Aviv. Viongozi wa Marekani na Umoja wa Mataifa wamepongeza hatua hiyo, wakisema ni ishara muhimu ya matumaini mapya kwa eneo hilo lililokumbwa na mgogoro kwa muda mrefu. Kwa mujibu wa AP News, mashirika ya kibinadamu yameomba pande zote mbili kuendelea kushirikiana na kuhakikisha mateka waliobaki na wafungwa wote wa kisiasa wanaachiliwa bila masharti. Taarifa hii imekuwa moja ya matukio makubwa zaidi katika jitihada za kumaliza vita vya Gaza, ambayo imesababisha vifo vya maelfu ya raia na uharibifu mkubwa wa kimiundombinu. Mtazamaji wa Zone Media, bado niko hapa kufuatilia yote ambayo yanajiri katika ukanda wa Mashariki ya Kati, kwenye ukanda wa Gaza, ambapo Hamas inazidi kuweza kuachilia mateka, ambapo mateka sasa 20 ambao walikuwa wako hai wameachiliwa wote. Awamu ya kwanza waliachia mateka 7, awamu ya pili wakaachia mateka 13 kwa pamoja, jumla idadi kufikia 20, huku sasa wakibaki wale ambao wamekwisha fariki. Kati ya wale mateka 48, toto 20 ndo hao ambao wameweza kutoka, na bado hao wengine waliweza kusalia sasa hapo, ambao Hamas itawaachilia na kwenda kwenye ofisi ya kuweza kufanyiwa uchunguzi, mwisho wa siku miili kubainika na ndugu kuweza kupewa miili ya ndugu zao. Mtazamaji, niko hapa kukuletea taarifa zote ambazo zinajiri huko katika ukanda wa Mashariki ya Kati, lakini nikusihi tu, kama bado hujaweza kusubscribe, uweze kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare. Uko nami wakati wote, Victor Moshi.